Hayo makofi yako ni machache sana, ungepiga tena mengine mazuri. Amen. Ili uweze kubarikiwa, ongeza na vigelegele ambavyo ni vya kutosha. Amina. Tunashukuru Yesu kwa nafasi aliyotupatia. Amen. Ya siku ya leo ni siku ya kipekee. Amina. Na haujapoteza muda kuja mahali hapa. Amen. Kumbukwe tu kwamba ni siku ya 25 ya mwezi wa 11. Yes. Ambapo Yesu anatupa nafasi na anatusogeza kileleni mwa mwaka. Na sisi sote tunafahamu ya kwamba ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Amen. Na ya kwamba utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Amen. Ni muhimu sana ukafahamu ya kwamba Yesu unayemwamini, sawa, yeye ana upako wa Alfa na Omega. Amina. Upako wa kuanza na upako wa kumaliza. Amen. Na ndio kwa maana anaitwa mwanzo na mwisho. Amina. Hautaki kuitika, lazima utakuwa una matatizo. Amen. Maana yake yeye ndio msingi wa kila jambo. Ndio chanzo cha sisi kuwepo. Amina. Chanzo cha kila kitu kuwepo. Amen. Na alichinjwa kabla ya misingi ya dunia. Amina. Kuwekwa. Yes. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 na mstari wa 8. Naomba tusome. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 13 na mstari wa 8. Ndio. Ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Na watu wote wakao juu ya nchi, nao watu wote wanaokaa juu ya nchi watamsujudu. Wakamsujudu. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima, kitabu cha mwanakondoo, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Yeye mwanakondoo ambaye alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Amen. Manake mwanakondoo huyu ni Yesu Kristo mwenyewe. Sawa. Ambaye Yohana anamtambulisha katika Agano Jipya. Amen. Asema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Amina. Huyu ndiye aliyechinjwa kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Amen. Manake damu yake ndio msingi wa dunia. Amen. Na ni muhimu kujua kwamba leo ni siku ya kushughulikia misingi. Sawa. Na maombi yameanza rasmi. Sema amina na Yesu apate kukusaidia. Amina. Kwa nini? Ni kwa sababu kila jambo katika maisha yako, amen, linaanzia katika ulimwengu wa roho. Amen. Na msingi wake ni damu. Amina. Watu wengi hawafahamu ya kwamba mambo mengi katika ulimwengu wa roho, sawa, ama matukio mengi ambayo unayoyaona yanayokupata mabaya na mazuri, msingi wake unaanzia katika ulimwengu wa roho. Na msingi mara nyingi unakuwa ni wa damu. Mema yote unayoyapata msingi wake ni wa damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu damu ya Yesu Kristo ndio inayonena mema. Amina. Kuliko damu ya Abili. Damu ya Abili inanena kisasi. Ndio. Lakini damu ya Yesu Kristo inanena mema. Ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa, ili nipate kuwapumzisha. Kwa kuwa nira yangu mimi ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. Damu ya Yesu Kristo inanena mema kwa watenda mabaya wote, wanaotenda dhambi, watenda maovu wote. Damu ya Yesu Kristo inawatangazia msamaha. Ndio kwa maana inanena mema juu yao. Amina. Upendo aliokuwa nao Mungu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Manake anatutangazia mema, anatutangazia msamaha, anatutangazia kwamba yeye upendo wake hautuhesabii mabaya, bali uko radhi kwamba tunapomgeukia Mungu, damu ya Yesu inatutakasa, inatubadilisha, inatupatanisha tena na uwepo wa Mungu wetu, na uso wa Mungu wetu. Damu ya Yesu Kristo inafufua kusudi la Mungu, inafufua agano la Mungu, inafufua maono makubwa ya tai
ambayo Mungu ameyaweka ndani yetu. Amen. Kama uko tayari sema amen ya kushiba ili uweze kubarikiwa. Amen. Kwa maana hiyo msingi wa imani yetu ni damu ya Yesu Kristo. Na ushindi tulio nao ambao ndio silaha ya mwisho kanisa linayotegemea unapatikana kwa damu ya Yesu Kristo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amina, amina, amina. Kufatana na makosa yetu ndio tulistahili kufa, kwa sababu mshahara wa dhambi siku zote ni mauti. Mauti. Yes. Lakini upendo aliokuwa nao Kristo, akaona bora afe yeye ili sisi tuendelee kuwa hai. Anazo ndoto kubwa kwa ajili yetu. Anayo maono makubwa ya tai kwa ajili yetu. Kwa hiyo tusife leo wala kesho. Anayo matumaini na kesho yetu. Anayo. Mungu hawezi kukuacha mpaka leo. Amen. Na umri ulio nao kama hana ndoto kubwa kwa ajili yako. Kabisa, kabisa, kabisa. Kuna jambo analiona. Asante Bwana. Kuna jambo alilipanga. Oh yes. Anasema nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Anayajua. Mawazo kibibilia ni mipango. Kumbe ya kwamba ninaijua mipango nilionayo juu yenu, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Tunapoelekea miezi ya mwisho wa mwaka, yako matumaini ya kwamba mti uliokatwa utachipua tena. Wewe ijapokuwa mizizi imekufa katika mchanga na shina kufa katika udongo, kwa harufu ya maji tutachipua tena. Amen. Mungu wa tena akusababishie jambo tena. Amen. Mwisho wa mwaka huu. Amina, amina, amina. Sema amen ya radi na Yesu akusaidie. Amina. Ni vyema ukafahamu. Oh yes. ya kwamba msingi wa imani yako ni damu ya Yesu. Amina. Pasipo damu ya Yesu Kristo, oh yes, hakuna kanisa. Amina. Yes. Yes. Uponyaji unaopata leo, fungulivu unaopata leo, baraka unazozipata leo, msingi wake ni damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana yetu. Tulikuwa tustahili, lakini yeye ametustahilisha. Asante Bwana Yesu. Tulikuwa tuna vigezo, lakini yeye ametupa vigezo. Amen. Kila ambapo mashetani wanapoinuka, wanatoa visingizio, wanatoa mashtaka kwamba huyu uko wao tumeununua, na yeye anasema nilishaununua kwa damu ya Yesu Kristo. Asema tuna mikataba na uko, tuna maagano. Asema msingi wake ni nini? Ni damu. Ni damu. Maagano ndio makubaliano yetu. Anasema na mimi sasa ninayo damu ipitayo damu zote, damu ya agano jipya. Na sasa hamna tena nafasi ya kuendelea kung'ang'ania kizazi hiki, kuendelea kushambulia kizazi hiki, kuendelea kushambulia familia hii, kwa sababu tayari wamekwisha kununuliwa. Mwanakondoo wa Mungu anastahili kukifungua kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa alichinjwa akamnunulia Mungu watu wa kila kabila na lugha na jamaa, akawafanya kuwa makuhani na wafalme kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi ya Tanzania. Wamiliki waliowarithi sawa na ahadi za Yesu, waruke juu waseme ni mimi na Yesu anisaidie. Mimi na Yesu anisaidie. Uko tayari kumiliki? Nipo tayari kumiliki. Uko tayari kumiliki? Nipo tayari
tayari kumiliki. Ukaje usema nakataa kumilikiwa. Nakataa kumilikiwa. Na roho zote chafu. Na roho zote chafu. Nakataa kumilikiwa. Nakataa kumilikiwa. Na miungu. Na mizimu. Nakataa kumilikiwa. Na mashetani. Mapepo na majini. Sema mimi nitamiliki. Na wala sintamilikiwa. Ukaje usema imeshakuwa. Imekwisha kuwa. Pigia Yesu makofi ya ushindi. Watu wengi hawajui misingi ya mambo katika ulimwengu wa roho ni ya damu. Imewekwa kwa damu. Mfano kwenye kitabu Yeriko ilijengwa juu ya misingi ya damu. Amen. Mfano wa kitabu kile cha Wafalme wa kwanza 16 na mstari wa 34, naomba tusome. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 16 na mstari wake wa 34. Ndio. Tutasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Katika siku zake Hiheli Betheri ndio akajenga Yeriko. Akaijenga Yeriko. Akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu. Akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu. Mzaliwa wake wa kwanza. Na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwanawake. Malango yake akayaweka kwa kufiwa na mwanawake mdogo Segubu. Mtoto wake mdogo Segubu. Sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu Kristo asaidie sana. Amina sana. Matukio mabaya ama mazuri unayoyaona, sawa, ukuta, vizuizi, vizingiti, sawa, msingi wake ni katika ulimwengu wa roho. Amen. Kuna watu wamewekewa mipaka wasioweza kuivuka. Ni kweli. Kuna mahali tu upitaji hakuna anayepita kwenye ukoo wenu kabisa ama kwenye familia yenu. Ni kweli. Na si jambo jepesi. Unajiuliza nini? Mbona watu kiumri hawapitaji miaka hii? Mbona watu kimafanikio hawapitaji kwenye hawakatishaji maeneo haya? Kwa nini? Manake kwenda kwenye kundi la multi-billionaire. Sema amina haraka. Amina. Unaweza ukapata milioni 3, 10. Ukapata milioni zako ngapi? Kwenda kuwa bilionea hawendi. Inakuwa ni tatizo. Kabisa. Inakuwa ni tatizo. Sema amen ya radi. Amina. Kwa nini? Kwa sababu kuna mpaka usioweza kufanya nini? Kuvuka. Amina. Na mpaka huo hauonekani. Lakini ni kwamba mvuki tu hapo. Manake umeshikiliwa na misingi ya damu katika ulimwengu wa roho. Kabisa. Maana Daudi anasema kama misingi imeharibika mwenye haki atafanya nini? Unayo haki ya kupata. Unayo haki ya kumiliki. Unayo haki ya kuendelea. Unayo haki ya kufanikiwa. Lakini misingi hairuhusu. Ukaje usema kila msingi unaonizuia kumiliki na kupata. Ukaje usema vunjika. Sema misingi ya damu. Sema misingi ya damu. Ukaje usema pasuka. Watu wengi wanakwamishwa na misingi ambayo imewekwa katika miili yao wenyewe. Ndio. Ziko damu za chale. Umechanjwa chale katika miili yako. Ni kweli. Ambao unakuwa ni msingi wa nguvu za giza. Kumbe. Sema amina ya radi. Amina. Na iko mipaka hauwezi kuivuka. Ipo katika mwili wako. Amen. Damu yako imeshushwa daraja. Ndio. Imeshushwa thamani. Kabisa. Watu wanakuhesabu kama kondoo ama kuku. Ndio. Awezaye kuchinjwa muda wowote. Kitoweo. Ruka juu sema sio mimi. Sio mimi. Nini kinachofanya uwe mwepesi machoni pa maadui zako? Hawaoni hatari kukutoa uhai wako. Kabisa. Hawaoni hatari kutuma maradhi usiku na mchana. Ndio. Hata kanisani wanakufuata. Kabisa. Unasikia tu vitu vinatembea mwilini. Ni kweli. Havieleweki. Mara vinakupapasa. Mbona niko kwenye upako? Wewe upako kuna namna daraja la damu yako. Sawa. Limeshushwa. Kabisa. Miongoni mwa daraja ambalo watu walishindwa kulishusha. Sawa. Ni damu ya Yesu Kristo. Amina.
damu ya Yesu Kristo. Yes. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Damu ya Yesu Kristo hawakuweza kuishusha daraja. Amina. Kwa sababu haikutokana na mshono wa mwanaume na mwanamke. Bikira Mariamu alipata mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Amina. Sema amina ya radhi. Amen. Hakukuwa na mchango wa Mchaga na Mnyakyusa. Hakukuwepo. Ama Mchaga na Muhaya. Hakukuwepo. Ambapo kunakuwa na mshono wa damu nyeupe, yes, na damu nyekundu ya mwanamke ya yai linaposhonana, yes, na kutengeneza kiumbe. Amina. Yeye ni uweza wa Roho Mtakatifu. Amen. Na alioji mambo haya yatawezekanaje? Oh yes. Sema amina ya radhi. Amina. Kwa maana ni mambo ambayo toka kuumbwa kwa ulimwengu hayajawahi kutokea. Anasema Roho Mtakatifu atakufunika juu yako. Amina. Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kimvuli. Hivyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, yaani mwana wa Mungu. Amina. Yes. Manake hakitakuwa na mchango wa kibinadamu. Sasa ilipofika muda wa wale walijitafutia uhalali, sawa, wa kumuuza Yesu na kumuua, ili wapate kumuua. Yes. Yule aliyehusika aliitwa Yuda Iskariot. Amina. Akafanikiwa process zote za kukaa kikao, oh yes, kupanga mipango, na kumtoa Yesu kwao. Apo. Kwa vipande 30 vya fedha. Baada ya Yesu kuingia mikononi mwa watesaji, oh yes, ile damu ikaanza kumuka. Hapo. Hakunywa hata maji. Wewe. Kununua hata sabuni ya kuogea na vile vipande 30 vya fedha. Hakulipa hata ada ya mtoto. Ndio. Hakula hata chakula. Oh yes. Hata kitambaa cha kufuta jasho. Bali ile damu ilimsuta. Ndio. Kila mahali anapokwenda akaanza kujitangaza mwenyewe. Hapo. Asema nalifanya makosa kuisaliti damu isiyokuwa na hatia. Amen. Kwa nini anazungumzia damu? Ndio. Manake alikuwa anaona ubao wa damu unamfuatilia kila mahali. Ndio. Na hii inaonekana ni kwa sababu ya thamani ya damu ya Yesu Kristo. Amina. Mwana wa pekee wa Mungu. Yes. 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 Mungu atoi tu ili mradi sadaka. Hapana. Anaangalia na aina na thamani ya sadaka. Amen. Akamtoa mwanae wa pekee. Asante Bwana Yesu. Hakuona mwingine. Amina. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Thamani yake ilikuwa ni ule upekee wake. Amina. Kwamba anamtoa huyo na abaki na kitu. Abaki na mtu. Asante Bwana. Yes. Yes. Uliwahi kufikiria hapo kwamba huko mbinguni, sawa, Mungu akatuma watu wote? Oh yes. Sema amina ya radi. Amen. Wote wanaostahili kuzaliwa duniani pamoja na wewe. Amina. Mkatoka kule mkaja duniani. Oh yes. Sema amina ya radi. Amina. Alafu na vizazi vyetu vingalipo ndani yetu. Amina. Alafu kule mbinguni akabaki na mtoto huyu moja wa pekee. Asema wote nimewatuma. Yes. Wakaitwe Wahaya, Wachaga, Wanyakyusa, Wasukuma, nini wote kawasukuma. Kawaleta duniani. Amina. Alafu mbinguni akabaki na mwanae huyu mmoja wa pekee. Amina. Ilipotokea tatizo la kuanguka, hapo asema nitatoa nini niweze kuwaokoa tena hawa watu warudi. Oh yes. Mbinguni. Hapo. Yes. Akaangalia ana kondoo, kondoo hana. Hapo. Ana ng'ombe hana. Oh yes. Ana dhahabu, atoe dhahabu, dhahabu haiwezi. Almasi na vito vyote vya thamani haviwezi. Akaona sasa ni bora nimtoe mwanangu. Asante Bwana Yesu. Nilikuwa nimebakia naye pekee. Yes. Ni bora nipoteze huyu mwanangu. Amen. Ili mradi ni wapate wote niliowatuma duniani. Yesu. Ndio kwa maana kila amwaminie Yesu yoyote hatapotea. Atakuwa na uzima wa milele. Na lazima shujaa arudi nyumbani. Shangwe. Mashujaa waseme amen. Amen. Utarudi nyumbani au rudi?
Kurudi nyumbani ni lazima hata ukinong'ona. Na kifo sawa ndio njia pekee ya kwenda kukutanishwa tena na Mungu. Amina. Yes. Kuna watu wapigi makofi wanaona kama hawatakufa. Hapo. Shetani ameshinda. Kwa jina la Yesu. Kifo kipo cha aina mbili. Kuna kifo cha laana. Oh yes. Na kuna kifo cha baraka. Amina. Kifo cha baraka ni kwa wale wanaojitoa, yes, nafsi zao, amen, kuwa dhabihu na miili yao kuwa dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Amina. Kwa kuzishika amri za Mungu. Yes. Kuishi maisha ya utakatifu. Amen. Lengo ni moja tu. Oh yes. Mungu atembee nao duniani. Amen. Katika kulitimiza kusudi lake. Amina. Katika kutumikia maono yake. Na katika kuyafanya yaliyo ndani ya moyo wa Mungu. Amina. Ukiwa duniani. Oh yes. Wakati huo kanisa limewekwa duniani. Ndio. Kama chombo maalum. Amina. Cha kuandaa watu kwa safari ya kurudi mbinguni. Asante Bwana Yesu. Watu ambao hawana mpango wa kurudi mbinguni utawaelewa tu. Hapo. Makofi hawataki. Wala vigelegele hawawezi. Hawawezi. Hata ukipiga ukunga kurudi kwa Yesu utarudi tu. Yes. Yako mambo mawili. Amen. Moja, unarudi kwa ajili ya hukumu. Amen. Yes. Kwamba ulishindwa. Ulipewa njia ya kurudi nyumbani kwa sababu Yesu ndio njia na kweli na uzima. Amina. Hakuna anayeweza kurudi bila Yesu. Hakuna. Yes. Hayupo. 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 Amen. Kwa sababu mauti yeye ndiye aliyeimeza. Oh yes. Na yeye ndio huo ufufuo na uzima. Oh ho. Hakuna amina hapo, lazima utakuwa umekwama. Yes. Sasa lazima ufahamu ya kwamba kama ulitenda mabaya, oh yes, maovu, ukaukataa utakatifu, oh yes, na usafi, yes, 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 kinachokusubiri ni hukumu. Kabisa, kabisa. Maandiko yanasema kama ilivyo siku ya kufa ni moja, nayo ndio siku ya hukumu. Amina. Yes. Hukumu yako sawa inabatilishwa. Amen. Ama unahuishwa na Yesu mwenyewe. Oh yes. Kutoka katika hukumu. Amen. Pale unapomwamini Yesu. Biblia inasema enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Amen. Aaminie na kubatizwa ataokolewa. Amina. Asiyeamini yes, atahukumiwa. Ho. Manake hujamwamini Yesu. Amen. Unahukumiwa. Kabisa, kabisa, kabisa. Unahukumiwaje? Unaenda jehanamu. Amina. Kwanza duniani ni mateso. Ndoto zako haziwezi kutimia. Haziwezi. Maono Mungu alionayo hayawezi kutimia. Ndio. Kusudi lake aliwezi kutimia ndani yako. Aliwezi. Na mwisho wa siku ni jehanamu ya moto. Kabisa, kabisa. Ziwa la moto. Oh yes. Linakungoja. Maandiko yanasema heri wafu wafao tangu sasa katika Bwana. Amen. Ili wapate kupumzika baada ya taabu zao. Oh yes. Kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao. Amina. Watu wengi hawafahamu. Yes. Kuna somo linaitwa ambalo linaitwa njiwa mweupe. Amen. Yes. Hilo somo linatufundisha maisha ya mwanadamu. Amen. Kuja duniani na kurudi mbinguni. Amina. Kwamba ndani ya safina ya Nuhu sawa aliweka wanyama wa kila aina. Oh yes. Na ndege wa kila aina. Amen. Lakini ilipofika wakati wa gharika imekwisha, maji yamepungua. Yes. Wa kwanza alitolewa ni kunguru. Amen. Ndege wawili hao. Yes. Kunguru alimwakilisha shetani. Amen. Aliporushwa chini, yes, akakuta mizoga ya watu ni mingi. Amen.
alibaki kula mizoga, hakurudi tena nje kwenye safina. Yes. 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 Na Yesu anasema, amen, palipo na mizoga ndipo tai wanapokusanyika. Amina. Manake palipo na tai, yes, mahali ambapo mizoga ilipo tai wanakusanyika. Amen. Lakini hawajui kwamba kunguru ndio himaya yake. Ndio. Tai ni wabeba maono. Amina. Yes. Kwamba tai anaweza kuona mzoga, anaweza kwa mbali sana, yes, kupitia macho yake. Amen. Sasa katika kuyatimiza maono yako ya tai, sawa, usije ukapumbazwa na mizoga. Amina. Ukasahau kurudi wapi? Kurudi mbinguni. Amina. Tai anawakilisha maono ya nini? Maono ya tai. Amina. Na Yesu anasema watu wamehangaika na mizoga, hawataki kurudi, roho ya kunguru imewang'ang'ania. Oh yes. Wa pili aliyetolewa kwa ajili ya kwenda kupima kina cha maji, amen, ni njiwa. Amina. Yes. Biblia inasema aliposhuka mara ya kwanza, hakuona mahali pa kutua. Oh yes. Alirudi. Amen. Yes. Aliporudi tu, Nuhu akajua kwamba maji bado hayajapungua. Oh yes. Akamtoa mara ya pili. Oh yes. Alivyomtoa mara ya pili, amen, akarudi akiwa amebeba jani yes, la mzeituni. Amina. Kwenye mdomo wake. Oh yes. Unafahamu maana ya jani la mzeituni? Apo. Mzeituni, yes, unabeba ndio unaotengeneza mafuta. Amina. Na mzeituni unawabeba watu wawili. Amen. Unawabeba wafalme, yes, unawabeba makuhani. Amen. Waliopakwa mafuta kwa ajili ya utawala. Amen. Ufalme wa Mungu duniani na ufalme wa dunia. Amina. Kwa maana ya mifumo ya dunia. Yes. Kuongoza watu. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Kurudi na jani inaonesha kwamba kuna watu Mungu anawatuma duniani. Sawa. Kwamba ni mtume nani? Kunguru asema nitume mimi. Alivyotoka akakutana mizoga, akabaki anahangaika kula mizoga. Lakini njiwa alivyotumwa. Sawa. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Aligundua duniani sio mahali pake pa kudumu. Yesu anasema ninyi sio wa ulimwengu huu. Amina. Kama ulimwengu huu ungekuwa ni wa kwenu, ulimwengu ungewapenda sana na mngeona ni mahali salama pa kuishi. Kabisa kabisa. Kwa sababu vita ni kali. Mapambano ni makubwa. Dhiki ni kubwa. Maandiko yanasema siku za mwanadamu za kuishi ni chache. Nazo zimejaa taabu. Taabu. Yes. Zimejaa taabu. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Sasa asema aliporudi, akarudi na jani. Amen. Nimekueleza manake ni kurudisha ripoti. Oh yes. Kwamba kila mtu aliyeletwa duniani, sawa, anapaswa arudishe hesabu. Amina. Ripoti. Kurudisha jani, yes, ni kuonesha ustawi. Asante mwalimu. Kwamba toka uliponituma, sawa, nimeifanya dunia ikastawi. Amina. Na ustawi wake ni alama ya hili jani. Amina. Ndio hali niliyoiacha dunia. Oh yes. Yesu asaidie sana. Amina sana. Na watu wengi hawafahamu kwa nini alirudi njiwa, yeye alirudi mara mbili. Amen. Kuna watu duniani wanapotimiza kusudi la Mungu kwa kiwango cha juu, Amen, wanatakiwa warudi mara ya pili. Kumbe. Yes. Wanapaswa kurudi mara ya pili. Amina. Yes. Yes. Unasema kwani unasema kitu cha namna gani? Apo. Abeli. Yes. Baada ya kumtolea Mungu sadaka nzuri na ibada nzuri, ndugu yake Kaini alimuinukia akamuua. Amen.
Baada ya kumaliza tukio la kumuua, Yes. na mazishi yakaisha, Amen. familia ikaomboleza kwa muda mrefu. Amen. Mungu akamkumbuka tena Adamu. Tena. Manake akapata mtoto tena wa kiume. Oh yes. Ni Abeli alirudi mara ya pili. Amina. Soma vizuri maandiko na nitakuja kufundisha hilo somo siku moja. Yes. Yes. Kwamba mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza. Ndio. Lakini aliye tayari kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya Yesu ataiona tena. Amina. Yes. Unapojitoa sadaka kwa Yesu, sawa, haupotei. Amen. Ni kama kuurusha mkate juu ya maji. Maji yatauzungusha kesho tena utarudi, ama baadaye utarudi pale pale ulikotoka. Amina. Ndio maana nakueleza ufahamu. Oh yes. Ya kwamba Elia, sawa, na yeye ni miongoni mwa watu walioperform vizuri sana duniani. Amen. Kupambana na Baali. Amina. Na maashera, miungu ya maashera. Oh yes. Alipambana na Jezebeli. Amen. Alipambana na mtu aliitwa Balaam. Amina. Yes. Ambao ndio waliokuwa wanashikilia hii miungu. Amen. Sema amina ya radi. Amina. Manabii wao wote wale, sawa, alifanikiwa kuwachinja. Oh yes. Kwenye kijito cha Kishoni. Amina. Baada ya hapo, yes, akachukuliwa na magari ya moto. Amina. Watu wakasema hiyo imepita hiyo. Lakini maandiko yakabaki yanasema hapo inampasa Elia kurudi tena. Amen. Elia akarudi. Oh yes. Kwa njia ya Yohana Mbatizaji. Amina. Yes. Yes. Ni kurudi kwa mara ya ngapi? Ya pili. Yes. Kufatana na performance yake nzuri duniani. Ndio. Sema amina ya radi na Yesu akusaidie. Amen. Na mtu pekee katika Agano Jipya, sawa, ni Yesu Kristo. Amen. Ambaye baada ya kumaliza kazi yake miaka 33. Amen. Sema amina ya radi. Amina. Na yeye alipita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Amen. Na akakishinda kifo. Amina. Akafufuka. Oh yes. Akarudi. Oh yes. Na aliahidi atarudi mara ya ngapi? Ya pili. Amina. Atakuja. Oh yes. Kulichukua kanisa. Amen. Na atakapokuja, manake ndipo tutakapokuja kutawala pamoja naye. Oh. Kufumba na kufumba, waliokuwa wamekufa watafufuka. Wewe. Waliokuwa wazima watabadilishwa. Yes. Watapewa miili mipya. Watatawala naye miaka 1000. Amina. Duniani. Yes. Hii dunia hii ambayo wewe unaiona. Amen. Yesu anarudi tena na tutatawala naye. Amen. Miaka 1000. Wewe. Ile miaka iliyopotea watu walikuwa wanaishi miaka 900, 1000. Inarudi tena na sisi tutaishi hayo maisha. Amen. Hii miaka 70 hii 80. Sema amina ya radi. Amina. Ni laana tu inatusukuma. Kabisa. Na Mungu anapima performance yetu. Amen. Kwa muda mfupi anaotupatia. Amen. Na huo muda mfupi ni mzuri zaidi kuliko ule miaka mingi ukiwa unafanya matendo mabaya. Kabisa. Ndani ya miaka 70, yes, una uwezo tu wa kutengeneza mambo yako na Mungu. Amen. Ili upate nafasi ya kurudi mara ya pili. Amina. Hebu muangalie jirani mbusoni, muulize utarudi. Utarudi. Manake umri unavyozidi kwenda ndo unakaribia kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu. Kumbe. Yes. Unaniangalia kwa huruma. Hapo. Tunakemea mauti. Tunakemea misiba. Ndio. Sio kwamba hutakufa kabisa. Hapana. Kuna kifo cha baraka kiko mbele yako. Kipo. Kama kweli umezishika amri za Mungu. Amen. Na kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Amina. Kwa sababu Yesu anasema si kila aniitaye Bwana Bwana atauona ufalme wa Mungu. Sio. Bali ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba yangu. Amina. Aliye mbinguni. Yes. Kuyafanya mapenzi ya Mungu ni kuyafanya yaliyo ndani ya moyo wa Mungu. Amina. Aliyokupangia Mungu.